السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أمهاتي في الله، mama zangu katika dini, dada zangu katika imani, wadogo zangu katika al-Islam. Leo ni tarehe 19 ya mwezi wa mfungo pili mwaka 1446 Hijria, sawa sawa na tarehe ya Kinasara 17 mwezi wa 5 2025. Tumekutana kwa mara nyingine katika msikiti wetu huu al-adhim, Masjidu Ummi al-Mu'minin Aisha radhiyallahu ta'ala anha, uliopo katika eneo hili kwa Mchina mwisho katika nchi hii ya Zanzibar. Lengo kuu ambalo limetukusanya katika nyumba hii ya Allah subhanahu wa ta'ala ni malengo yale yale yanayofungamana na kushajishana katika suala zima la kutafuta ilmu, kadhalika kushajishana katika kusimamia vyema kile ambacho nyinyi mmekuja kwa ajili yake. Kwa taarifa ambazo tuko nazo, waliochukua fomu katika wanafunzi wa kike hawapungui mabinti na akina mama takriban 150 mpaka 140 takriban, na 90% ni mabinti wenye umri takriban miaka 18 au 20 mpaka 30. Kwa alhamdulillah, hii ni bishara njema
kwamba akina mama wa Kiislamu, mabinti wa Kiislamu katika maeneo haya kwa Mchina na viunga vyake, na wengine hutoka mbali ya hapa kadhalik, akina mama wameitika wito. Na sisi ambalo tunapenda kuwaambia kwa mnasaba huu ni kwamba uamuzi wenu mliochukua ni uamuzi sahihi kabisa. Uamuzi wa nyinyi kutaka kuja kwenye nyumba hii ya Allah kwa mujibu wa mpangilio wa masomo uliowekwa, mkatoka makwenu mguu mosi mguu pili mpaka mkafika kwenye maeneo haya kusoma dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, ni uamuzi sahihi, wala hamjachelewa. Wewe mama ambaye una miaka 40 na ziada, wewe mama mwenye umri wa miaka 50 na ziada, na yuko ambaye amefika miaka 60, hujachelewa. Nyinyi mnafahamu kwamba masahaba wa kiume na masahaba wa kike wengi wao wamepata hidayah ya Uislamu ikiwa tayari umri wao umekwenda, na pamoja na hilo hawakusita wala hawakutaraddadi katika hali ya kuisoma dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo muda wa kuwa umetenga muda wa kusoma hujachelewa. Kikubwa kwamba mhimidi Allah, mshukuru Allah subhanahu wa ta'ala ambaye amekupa taufiki ya kupata azma hii. Wewe ni mmoja tu katika wanawake wengi walio nyuma yako. Kuna maelfu ya wanawake mithili yako. Kama wewe ni mtu mzima, wako watu wazima tele, wala hawana raghba na masala haya ambayo wewe umeyahitari. Na kama wewe ni binti bado mwanamwari, basi wako wari wengi kabisa hawana raghba na lile ambalo wewe umelihitari na umelichagua. Kwa hiyo wewe una kila sababu ya kumhimidi Mola wako subhanahu wa ta'ala na kumshukuru Mola wako subhanahu wa ta'ala na kumuomba Mola wako akufungulie katika milango ya ilmu na milango ya ufahamu na milango ya uelewa, na umuombe Mola wako kadhalika akupe thabati katika njia hii ya kheri uliyoichagua, njia ya kutafuta ilmu. Akupe thabati, akuthibitishe juu ya njia, usiache njia hii na kuikengeuka kwa kumili upande wa kulia au kwa kumili upande wa kushoto, bali ukaishikilia njia hii ila almamat, mpaka kufa kwako, kwa kuwa ndio njia ambayo itakuelekeza kwenye pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahala Allah lahu bihi tariqan ila aljanna. Yeyote ambaye atapita njia, katika njia hiyo anatafuta ilmu, na elimu inapotajwa kwa itlaqi, wanasema wanawazuoni ni ilmu ya dini, ndiyo inayokusudiwa. Sahala Allahu lahu bihi tariqan ila aljanna, Allah subhanahu wa ta'ala atamsahalishia njia kuelekea peponi.
kwa sababu pepo ni kushikamana na maamrisho, pepo ni kujiepusha na makatazo, na huna njia nyingine ya kuyafahamu hayo isipokuwa ni kwa njia ya ilmu. Kwa hiyo muombe Allah subhanahu wa ta'ala thabat, asikufanye ukaingiwa na nyong'onyo, ukanyong'onyewa, ukachoka, ukaacha, ukarudi nyuma, ukaingiwa na uvivu baada ya kuwa tayari ulishajikaza kibwebwe kwa nia thabit. Allah hawapendi wale ambao wameazmia kufanya mambo ya kheri na wakaanza kuyafanya kisha wakarudi nyuma. Ndio maana akasema wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankatha. Waislamu, msiwe kama yule mwanamke kule Makka, majnuna, mwenda wazimu, ambaye anafuma kamba yake mithili ya akina mama wanaosuka ukili, akasuka vizuri, akatengeneza vizuri, na baada ya hapo akafumua vyote vile ambavyo amevifanya kwa muda mrefu, akafumua akaibatilisha jitihada yake, ambayo jitihada ile imetokamana na muda wake na wakati wake na nguvu zake na weledi wake. Akafumua kila kitu, akarudi nyuma. Msiwe kama mwanamke huyu. Kwa hiyo muombe Allah thabati. Allah amewachagua nyinyi, na mfano wako nyuma yako kuna maelfu. Kwa hiyo muombe thabati katika hii njia ya talaba alilm. Allah anasema wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'u as-subula fatafarraqa bikum an sabili dhalikum wasaakum bihi la'allakum tattaqun. Na kwamba hii ndiyo njia yangu iliyonyooka, wa anna hadha sirati mustaqima, hii ndiyo njia yangu iliyonyooka. Allah anasema kwenye Qur'an, fattabi'uhu, basi ifuateni, fuata hii njia, wala tattabi'u subula, na wala msipite kwenye vijiajia vya pembeni, fatafarraka bikum an sabili, vitakutoweni katika njia yake Allah subhanahu wa ta'ala. Nataka ubaki katika njia yake subhanahu wa ta'ala, baki kwenye njia ya kutafuta ilmu. Ukitafuta ilmu utafahamu halali, ukitafuta ilmu utafahamu haramu, ukijishughulisha na ilmu utajua sunna, ukijishughulisha na ilmu utajua bid'a. Hawi sawa ajuaye na asiyejua. la yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun inma yatadhakkaru ulul albab. Hawawi sawa wajuao ilmu ya sharia ya dini na wale wasiojua, hawawi sawa. la yastawiyani, hawalingani. Anayejua anamwabudu Allah subhanahu wa ta'ala ala basira, juu ya ilmu. Anayejua anaoga josho lake kubwa, ima ameoga josho hilo baada alhaidh, au ameoga josho hilo baada an-nifas, au ameoga josho hilo baada aljanaba. Hawi sawa.
huyu ataoga kimazoea tu, huyu ataoga kwa mujibu wa misingi ya elimu. Hamjaona nyinyi akina mama, hamjaona nyinyi katika baadhi ya majumba vyooni kuna mitungi ya maji imewekwa juu ya kitu kirefu. Mtungi huo wa maji au ndoo hiyo ya maji ina kata yenye mkono mrefu, imesogezwa mbali kidogo. Anataka kuoga josho, eti anayanyatia yale maji, anachota kwa ile kata yenye mkono mrefu, alafu anatoka pale alipo, anarudi nyuma hatua kadhaa, anajimwagia kopo moja, alafu ananyata tena, anauendea ule mtungi au anaiendea ile ndoo, ananyata, anachota kata ya pili, anarudi nyuma tena, anajimwagia kopo la pili mpaka amalize kuoga. Kwa nini? Ameona au ameambiwa kimazoea kwamba yale maji hayatakikani lirudi pale hata tone moja, hayatakuwa tahara. Huyu anaoga josho la kiibada, lakini anapata tabu sana huyu. Nenda rudi, nyata. Lakini ambaye anamwabudu Allah kwa ilmu, atamwabudu Allah subhanahu wa ta'ala kwenye josho lake kwa mujibu wa maelekezo. Naam, ataona katika hadithi maelekezo ya mama Aisha radhiyallahu ta'ala anha kwamba anasema, tulikuwa tukioga mimi na Mtume sallallahu alayhi wasallam min ina'in wahid, maji yaliyotoka kwenye chombo kimoja, inapishana mikono yetu, yani huyu katumbukiza mkono wake akachota maji anajimwagia, yule katumbukiza mkono wake akachota maji anajimwagia, mpaka baadhi ya wakati Mtume anamwambia, au Aisha anamwambia Mtume kimahaba na kimapenzi, da'li, niachie mimi. Kwenye riwaya asema kilana junubun, sote tuna majanaba. Umeona hali? Ataielewa vipi hii hadithi yule ambaye hataki kusoma? Ndio yule ambaye anaweka ndoo juu ya kistuli chooni, ndoo akaiwekea kata yenye mkono mrefu, akawa ananyata kuyanyatia maji yake mithili ya mwizi ataka kuiba. Nini? Kwa sababu ndivyo alivyoelimishwa, ndivyo alivyoona. Amemuona mkubwa mdogo amekulia katika hilo, na mzee anazeekea kwenye hilo. Kwa nini? Kwa sababu hana tochi, hana nuru. Elimu ni nuru, alilmu nuru. Elimu ni nuru, inakuangazia kwenye giza la masaili kama haya na mengineyo. Kwa hiyo hawi sawa ajuae, aliyetoa muda wake akataka kuisoma dini ya Allah, hawi sawa huyu, wallahi alazim. Hawi sawa na asiyetaka kusoma, hawi sawa duniani, hawi sawa naye kwenye kaburi, hawi sawa naye akhira, abadan. Kwa hiyo nyinyi, billahi alazim, Allah amewatakia kheri. Ukitaka kumjua aliyetakiwa kheri na Allah subhanahu wa ta'ala, muangalie katika halakati za ilmu. Je, yupo kwenye halqa za ilmu? Yupo kwenye darasa la fiqhi? Je, unamuona kwenye darasa la tauhidi? Je, unamuona kwenye darasa la Qur'ani? Je, unamuona kwenye darasa la hadithi? Yupo? Humuoni. Basi kama humuoni, elewa kwamba huyo hajatakiwa kheri. Wa illa, mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam ndiye anayesema, man yuridillahu bihi khaira yufaqihuhu fi din,
yule ambaye anatakiwa khairi na Allah subhanahu wa ta'ala, Allah anampa fiqhi ya dini. Anampaje fiqhi ya dini? Anapewaje mtu fiqhi ya dini? Amelala tu akaoteshwa akaamka kuwa ni faqiha? Abadan. Alikuwa na mashughuli yake yamemtatiza, yamemshughulisha, yakachukuliwa maji, yakasomewa, akapewa anywe, baada ya hapo akawa ni faqiha? Abadan, haliwi hilo. Innamal ilmu bitaallum, Mtume anasema alayhi salatu wassalam, innamal ilmu bitaallumi, hakika si vinginevyo, elimu ni kwa kujifunza, elimu ni kwa kuisoma, uumie, uteseke, upate tabu. Haipatikani kwa taarifa yenu akina mama elimu ya dini kwa raha ya kiwiliwili, abadan. Abadan. Elimu ya dini uipate kwa raha ya kiwiliwili, kwamba umekaa umestarehe, umetulizana mwenyewe, upati tabu, mambo yako yanakuendea buheri wa afya bila ya kutaabika, ukangangana kwenye madaladala bila kutaabika, ukakata kipande cha ardhi, kutoka kwenye kipande cha ardhi mpaka ukafika mahala kama hapa, majasho yanakumwaika, huenda ukao kwa darasani, njaa imekubana, urudi nyumbani uhangaike kutafuta kuni, kuwasha moto, kuanza kupika, wewe ambaye kwamba ulitamani kwamba lau ungelirudi ukakuta chakula kimetengwa kiko juu ya mswala. La, ilmu lazima upate tabu, lazima upate tabu. Na sisi ruwaza yetu njema katika hili ni Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ninyi mnadhani kwamba mtume hakutaabika? Mnadhani kwamba Rasuli alayhi salatu wasalam katika njia ya ilmu hakupata tabu? Alipata tabu alayhi salatu wasalam. Angalieni wanachokisema wanawazuoni juu ya kule kujiwa kwake na malaika Jibril alayhi salam kwa mara ya kwanza, akiwa mtume sallallahu alayhi wasallam yupo kwenye Jabal Hira, yupo kwenye gharu Hira. Anafanya nini? Yatahannafu, anafanya ibada kwa mabaki ya sharia za Ibrahim. Wa ila wakati ule hakuwa ameteremkiwa na wahi bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akaja Jibril alayhi salatu wasalam akamkuta bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam fi ghari Hira, yuko katika Jabal Hira, yuko peke yake. Akaja akamwambia, ya Muhammad iqra, Muhammad soma. Mtume sallallahu alaihi wasallam anamjibu Jibril alayhi salatu wasalam, ma ana biqari, sikuwa mimi ni msomaji, sijui kusoma mimi wala sijui kuandika. Jibril alayhi salatu wasalam akambana Mtume Muhammad alayhi salatu wasalam, akambana mpaka akafika mahala pa mwisho, pumzi zake zile zinaelekea kukatika na kuisha. Anabanwa nani huyu? Anibanwa ni Mtume Muhammad alayhi salatu wassalam. Mtume Muhammad alayhi salatu wassalam ndiye afdalul khalqi, mbora wa viumbe wote bila nizaa. Hakuna ikhtilaf kwenye hili mbele ya Waislamu kwamba afdalul khalqi wa ashrafuhum ni Mtume Muhammad alayhi salatu wassalam. Kwa hiyo pamoja na sharaf aliyokuwa nayo, pamoja na fadhila alizokuwa nazo, pamoja na ubora aliyopewa na Allah subhanahu wa ta'ala, Allah anasema wa kana fadlullahi alayka adhima, na fadhila za Allah kwako wewe Muhammad ni kubwa sana, ni kubwa sana. Alipomtaja Nabiullahi Daud na fadhila zake, Allah alisema tu kwenye Qur'an, walaqad ataina Dauda minna fadla, tumempa Daudi fadhila. Alipomtaja Mtume Muhammad alayhi salatu wassalam akamwambia wa kana fadlullahi alayka, akamwekea adhima, na fadhila za Allah kwako wewe ni kubwa sana ewe Muhammad.
huyu mwenye fadhila hizi, huyu mwenye sharafu hii, huyu ambaye yeye ndiye wa kwanza kuingia katika pepo ya Allah, atamtangulia baba yake Adam, atamtangulia baba yake ambaye ni Ibrahim, atamtangulia baba yake ambaye ni Ismail. Huyu Muhammad alayhi salatu wassalam, ambaye mitume wote na manabii watakuwa siku ya kiyama chini ya bendera yake, tahta liwaihi, watakuwa chini ya bendera yake alayhi salatu wassalam. Lakini kwenye njia ya kutafuta ilmu anabanwa. Nani wewe mwanadada wa Kiislamu? Wewe ni nani? Nani wewe mwanamama wa Kiislamu? Wewe ni nani? Kwa nini usipate tabu? Kwa nini? Ndio pale wakasema ahlul ilm, la yustata'u al-ilm wa la yunalu al-ilm bi rahati al-jasad. Haipatikani ilmu kwa raha ya kiwiliwili. Utatabika, utasumbuka na imani, mtapewa vipande vya kuhifadhi na mashekhe zenu, mtapewa vipande vya kuhifadhi na maustadhi wenu, kwamba leo mtahifadhi hapa mpaka hapa. Na kwenye kuhifadhi kuna kuchosha, kwenye kuhifadhi kuna umiza, hifadhi inaumiza. Naam, lakini yote hayo mtapata ili muandaliwe mazingira mazuri hapa duniani, muandaliwe mazingira mazuri kwenye makaburi, muandaliwe mazingira mazuri siku ya kiyama kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Naam, mtaandaliwa mazingira mazuri duniani. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Atawarufaisha Allah wale walioamini miongoni mwenu, na wale waliopewa elimu watarufaishwa madaraja makubwa makubwa duniani, kaburini na akhira. Kaburini ilmu yako itakusaidia, kwa sababu katika maswali yaliyokuja katika hadith aliyopokea al-Imam al-Bukhari rahimahullah kutoka kwa Asma binti Abi Bakr as-Siddiq, ile hadithi ambayo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anawahadithia masahaba, anawaambia walaqad uhiya ilayya annakum tuftanuna fil qubur au fi quburikum, na kwa hakika nimefunuliwa mimi au nimeteremshiwa wahi kwamba hakika nyinyi mtakwenda kutahiniwa kwenye makaburi yenu mkifa. Fayuta ahadukum fayuqalu lah, atajiliwa mmoja wenu ataulizwa na malaika munkara wan nakir, ma ilmuka bihadha ar-rajul alladhi bu'itha fikum, una ilmu gani wewe, una ilmu ipi juu ya huyu bwana aliyetumwa kwenu, wamfahamuje? Malaika anauliza ma ilmuka, swali litakuja hivyo, ma ilmuka bihadha ar-rajuli alladhi bu'itha fikum, ipoje ilmu yako juu ya huyu bwana aliyetumwa kwenu? Kama huna ilmu, kama husomi, kama hudhuri darasa ukafundishwa sira ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kama huji katika durus ukasomeshwa tauhid, ukasomeshwa shahada mbili, la ilaha illa Allah maana yake, Muhammadun Rasulullah maana yake, utaelewa nini wewe? Utafahamu nini? Yani una ilmu gani juu ya mtume wa Allah? Wanaosoma tauhid wanamjua mtume wa Allah katika tauhid kwamba Muhammadun Rasulullah, hii ni shahada ya pili, na kwamba shahada ya kwanza haitakuwa na manufaa kama haitopatikana hii shahada ya pili ya Muhammadun Rasulullah, na shahada ya pili hii ya Muhammadun Rasulullah haitakuwa na manufaa kwa mtu kama haitopatikana shahada ya kwanza ya la ilaha illa Allah. Na mtu akaelewa maana ya shahada mbili hizi, akaelewa maana ya kalima hii ya la ilaha illa Allah, ni ipi maana yake? Nini maana ya la ilaha illa Allah? Ni zipi nguzo za la ilaha illa Allah?
ni yapi masharti ya la ilaha illa Allah, ni yapi masharti ya Muhammadur Rasulullah, nini maana ya Muhammadun Rasulullah. Unaona maneno hayo. Kwa hiyo kama hujasoma elimu hii utakuwa elimu gani? Utajibu nini mbele ya malaika huyu uko kwenye shimo lako la kaburi? Ma ilmuka bihadha ar-rajul alladhi bu'itha fikum, una ilmu gani juu ya huyu mtu ambaye ametuma kwenu? Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akasema fa amma al-mu'min, angalia maneno hayo, fa amma al-mu'min, ama muumini. Muumini kaupataje uumini? Muumini kaupataje uumini? Ameupata uumini kwenye kusoma, akamjua Allah, akajua vitabu, akaona al-imanu billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir, akaona imani ya kuamini qadar khairihi wa sharrihi hulwihi wa murrihi. Huyo alisoma ndio akawa mu'min. Fa amma al-mu'min au al-muqin, ama mu'min au yule mtu aliyekuwa na yaqini. Waipataje yaqini? Yaqini yapatikana wapi? Nani kakwambia yaqini yauzwa masokoni? Nani kakwambia yaqini yapatikana magengeni? Nani amekudanganya? Yaqini yapatikana kwa ilmu. Fa amma al-mu'min au al-muqin, atasema Muhammadun Rasulullah, ilmu yangu kwa huyo bwana huyo ni Muhammad Rasulullah. Muhammad huyo na ni mtume wa Allah, jaana bil bayinati wal huda, ametujia na aya zilizokuwa waziwazi, ametujia na elimu yenye manufaa. Fa amanna, tukamwamini, wa ajabna, tukamuitika, wattaba'na, na tukamfuata. Mtume anasema muumini huyu atarudia tena majawabu yake, atasema huwa Muhammadun, huwa Muhammadun, huwa Muhammadun. Huyo ni Muhammad, huyo ni Muhammad, huyo ni Muhammad. Amezungumza kwa thabat. Kwa nini? Allah amemthibitisha kama alivyoahidi kwenye Qur'an, yuthabbitu Allahu alladhina amanu bilqawli athabiti fil hayati ad-dunya wa fil akhirah wa yudhillu Allahu adh-dhalimin wa yaf'alu Allahu ma yasha. Anawathibitisha Allah subhanahu wa ta'ala wale walioamin, yuthabbitu Allahu alladhina amanu bilqawli athabit, anawathibitisha kwa qawli thabit fil hayati ad-dunya, katika maisha ya dunia wanalazimiana na la ilaha illa Allah, amewathibitisha Allah. Wa fil akhirah, na kwenye akhira. Akhira kwenye kituo chake cha kwanza, kituo cha kwanza ni kaburi. Pia pale Allah anawathibitisha baada ya kuulizwa na Munkara wa Nakir. Wataka ithabat, unataka ithabat, unataka ufaulu, unataka kaburi lako liwe rawdatun min riyadil janna, bustani miongoni mwa bustani ya pepo. Wataka hivyo, bas hilo lina njia zake, na katika njia zake ni talabul ilm, kusoma ilmu ya dini. Kwa wallahi alazim, akina mama na akina dada, mhimidini Mola wenu subhanahu wa ta'ala kwa kuwahitari na kuwachagua nyinyi. Mhimidini Mola wenu kwa kuwa hamna mnalolifanya ila limeandikwa. Allah anasema wallahu khalaqakum wama ta'malun, Allah amekuumbeni nyinyi na yote myatendayo. Wallahi alazim. Kwa hiyo kama Allah amekuandikia ulitendalo hili la kupiga hatua kutoka kwenu mpaka hapa, kama Allah amekuandikia wewe uje uchukue fomu, ujaze fomu, na bado uwe na azma ya kuanza darasa, alafu na ukaja darasani, hayo unayofanya yameandikwa na Allah, kwa nini usimhimidi Mola wako wakati ambao kuna mwingine ameandikiwa atoke kwao aende kwenye mahoteli ya anasa, mahoteli ya watalii ambao ni anjas min al-khinziri, najisi yao ni imeshinda najisi ya khinziri. Waende kule wakafue mashuka,
waende kule wakapige deki, waende kule wakapike, wawapikie wazinzi, wawapikie kadha. Allah amekuhitari wewe, amekutoa kwenye yale aliyowaandikia wale. Kwa nini usimhimidi? Kwa nini usimshukuru? Kwa nini usimwombe ziada katika fadhila zake? Kwa nini usifanye hivyo? Kwa nini usishukuru ili uongezewe? Allah anasema wa idh ta'adhana rabbukum la in shakartum la azidannakum. Kumbukeni alipotangaza Mola wenu na akasema kama mtashukuru wallahi nitakuzidishieni. Hii ni ahadi yake subhana. Amesema la azidannakum, kaapa kwenye hii aya, la azidannakum, wallahi nitakuzidishieni. Na wasiwasi na ahadi zake, yeye amesema la yukhlifu almi'ad, la yukhlifu almi'ad, khalifu ahadi subhanahu wa ta'ala. Kwa alhamdulillah kina mama, semeni sana alhamdulillah kwa kumhimidi Allah na kumshukuru Allah na kumwomba Allah ziada ya fadhila. Kama wewe upo kwenye dunia hii alafu husomi wala hujishughulishi na ilmu, yani ilmu ya dini imekupitia kushoto, upo kwenye mazingira mabaya, na kinyume chake upo kwenye khairi na baraka na fanaka kutoka kwake subhanahu wa ta'ala. Kina mama wa Kiislamu, hakika katika ambayo tunazidi kukumbushana katika mazingira yetu ya kutafuta ilmu mara kwa mara, tutengeneze nia zetu kwamba unasoma ili iwe nini, unasoma dini ili uwe nani, lengo lako upate nini? Upate heshima kutoka kwa watu, lengo lako uogopewe, lengo lako utangulizwe kwenye minasaba mbalimbali, kwamba ukhti fulani aje mbele huku, ukhti fulani jamani hapo unapokaa so mahala pako ni mbele ya jukwaa, njoo kwenye VIP. Unakusudia hivyo? Au unasoma lengo lako uje ubishane na watu kwa kuwa una mistari miwili mitatu kwenye Qur'an, una mistari miwili mitatu katika hadithi? Kwa hiyo unasoma ili uje ufanyie as-sufaha al-mumara na mabishano na wao, majadiliano. Lengo lako ni hilo? Kama una lengo hilo, lengo lako ni duni. Lengo lako ni duni, halina thamani, litupilie mbali. Ukisoma kwa lengo hilo utakwenda kuchomwa kabla ya kuchomwa wenye kuabudia mizimu. Wa alimun biilmihi lam ya'malan mu'adhabun qabla ubadi alwathan. Wa alimun biilmihi lam ya'malan, na mwenye ilmu ambaye hakuifanyia kazi ilmu yake, ilmu imemwamrisha na imemfunza ikhlas, yeye hakuwa na ikhlas. Wa alimun biilmihi lam ya'malan, na mwenye ilmu ambaye hakuifanyia kazi ilmu yake, muadhabun qabla ubadi alwathan, ataadhibiwa kabla ya kuadhibiwa wenye kuabudia mizimu. Na siku ya kiyama ataletwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, atakumbushwa neema zake alizopewa na Mola wake, atazikubali, atazikiri, atazikumbuka. Allah atamuuliza, neema zangu hizi nilizokupa umezitumia katika njia gani ewe mja wangu? Nilikupa macho, nilikupa masikio, nilikupa uwezo, nilikupa akili, nilikupa maarifa, nilikupa kumbukumbu, umezitumiaje hizi? Atasema ta'allamtu fika alilm wa 'allamtuhu. Neema hizi Mola wangu nimezitumia kwa kujifunza ilmu, nilisoma nikaelimika, alhamdulillah, na mimi nikawafunza wenzangu. Lakini kadhalika neema zako hizi ya rabbal alamin, qara'tu fika alquran, nilisoma kwa ajili yako Qur'ani, nilikuwa sijui kusoma, alhamdulillah nikaenda madrasa, nikaenda markaz, nikaenda maahad, nikajua kusoma Qur'ani. Nilikuwa nasoma kwa kuangalia mpaka nikapiga hatua nikaanza kuhifadhi juz'u amma, juz'u tabarak, juz'u qad sami'a, juz'u qala fama khatbukum, juz'u hamim, juz'u ilayhi raddu, juz'u ya faman adlam, juz'u ya wamaliya, juz'u ya waman yaqnut, juz'u ya utlu, mpaka nikafika juz'u ya alif lam mim. Allah tamwambia kadhabta, umedanganya,
umeongopa, umesema urongo, umesoma ilmu ili watu waseme fulani naye ni alima, fulani ni alima, ukhti fulani mashallah alima. Umesoma Qur'ani watu waseme fulana muqri'a, ni msomaji mzuri wa Qur'an, fulana ukhti fulana muqri'a. Faqad qila, hayo yalishasemwa, hayo uliokuwa ukiyataka yasemwe yalishasemwa. Malengo yako na madhumuni yako si yalikuwa ni hayo? Ulishapata, ulishalipa kule duniani. Na kwa kuwa umekwenda kinyume na mfumo wa Allah katika ibada, masala ya ikhlas, naam, kwa maana umefanya shirk, bila shaka utaadhibiwa. Allah atawaamrisha malaika wake wakuvute, wakuburuze kiuso, yani uso wako unaburutika ardhini, kisha wakutupe kwenye shimo la moto wa jahannam. Wal-iyadhu billah. Allah walinde nyinyi na atulinde sisi kadhalik. Kwa hiyo ikhlas, jambo hilo lina msingi mkubwa. Ewe mwanadada wa Kiislamu, mtakasia Allah amali yako hii ambayo ni amali adhima. Ulama wanasema hakuna amal ambayo shaitani anaipiga sana vita kama amali ya ilmu, na ndio maana anaitumbukizia mambo mabaya mengi ili watu waharibu, kwa kuwa ilmu ndiyo itakayokuwa sababu ya kumpeleka mtu jannati naim. Ilmu ndiyo itakayokuwa sababu ya kumpeleka mtu kufika kwenye ridha Allah, radhi za Allah subhanahu wa ta'ala. Ilmu ndiyo itakayokuwa sababu ya mtu kupata imani ya kweli. Ni ilmu. Ukisoma utamjua Allah, ukisoma utajua sifa za Allah. Wako watu wanamsifu Allah kwa sifa zisizokuwa zake subhanahu wa ta'ala, na wako watu wanamkatalia Allah sifa zilizokuwa zake. Huu ni ujinga, lakini ukiwa na ilmu unabainikiwa. Hakuna watu wanaoitakidi kwamba Allah yuko kila sehemu. Hakuna watu katika Waislamu wenye kuitakidi itikadi hii kwamba Allah yuko kila sehemu. Je, Allah yuko kila sehemu kivipi? Kwa dhati yake au sio kwa dhati yake? Utajuaje jawabu kama hujasoma? Ahlus sunnah wal jamaa wanathibitisha kwamba Allah kwa dhati yake yuko juu. Ama duniani huku ulimwenguni yuko nasi, lakini ni kwa kutuona, lakini kwa kutushuhudia, lakini kwa kutusikia, lakini ni kwa kutusapoti na kutuunga mkono, kwa maana kutunusuru. Yuko na sisi bin nusrati wat ta'yid, yuko na sisi bisam'i, yuko na sisi biilmihi, lakini bidhatihi al-aliyah yuko juu subhanahu wa ta'ala. Aamintum man fi as-sama' am amintum man fi as-sama'. Aya za kwenye Qur'ani ziko tele zabainisha juu ya uwepo wake kwamba yeye yuko juu subhanahu wa ta'ala. Utajuaje hilo la kuijua hii sifa ya Allah ya al-ulu kama ukusoma ilmu ya dini? Utajuaje? Huoni kwamba utamsifu Allah kwa sifa zisizokuwa zake na huogopi kufanya hilo? Sababu haifai kumsifu Allah kwa ambacho hakujisifu kwenye Qur'an wala hakusifiwa na mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akili yako na maarifa yako hayana uwezo wala hayana kibali kumpa Allah sifa ambayo hajajipa, kumpa Allah sifa ambayo hajapewa na mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa maana hii ni Qur'an, kwa maana hizi ni hadith za mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kwa maana hii ndio ilmu inayosomwa. Wewe husomi, utafahamu vipi masala haya? Utafahamu vipi masala ya kiitikadi? Na itikadi kwenye dini ni jambo kubwa, ni ubongo katika mwili wa mtu. Halina maana jengo la mwili kama hakuna akili. Hakuna maana katika jengo la dini kama hakuna aqida as-sahiha.
akida iliyokuwa sahihi. Na akida sahiha hakuna mahala tunapoitoa ila kwenye Qur'an. Nyinyi Waislamu akina mama, si mnaitakidi kwamba Allah ni mmoja? Si mnaitakidi kwamba Allah hakuzaa? Si mnaitakidi kwamba Allah hakuzaliwa? Mmelipata wapi hilo akina mama? Mmelipata kwenye Qur'an. Qul huwa Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kwa hiyo akida zenu mmezipata kwenye Qur'an. Akida zenu juu ya Uislamu wenu na Mola wenu subhana mnazipata katika sahiha sunna, hadith. Na hii ndio ilmu ambayo kwamba nyinyi mnakuja kuisoma hapa. Hamuoni fadhila hii? Hamuoni hadhi hii mliopewa na Allah, kwamba nyinyi ndio mkawa wasimamizi wa ilmu kwa ajili ya kizazi kijacho? Kizazi kijacho kiko chini ya mikono yenu. Naam, wataongoka kupitia nyinyi. Nyinyi mtaondoka, mtawabakisha. Nyinyi mtakuwa kwenye makaburi yenu mliobakisha kwa mafunzo mema sahihi mliowaachia. Mnatumbukiziwa mema yenu na thawabu zenu, mupo kwenye makaburi yenu. Dogo hili akina mama, Allah anasema wanaktubu ma qaddamu wa atharahum, tutayadhibiti, tutayaandika yale walioyatanguliza wakati wa uhai wao. Swala zako, saumu zako, kadhalik sadaka zako, wema wako. Wanaktubu ma qaddamu wa atharahum, na athari zao, alama zao walizozibakisha duniani baada ya kuondoka kwao, zinazoendelea kufanya kazi pia tunawaandikia. Khairi iliyoje wallahi alazim, khairi iliyoje mwanamama wa Kiislamu, khairi iliyoje mwanadada wa Kiislamu ukasoma hapa biljiddi wal ijtihad, kwa juhudi na bidii na maarifa, kwa lengo la kujiondoshea ujinga katika nafsi yako. Alafu kitakachozidi hapo, uwaelimishe ndugu zako katika Waislamu, wakaongoka wawili, wakaongoka watatu, wakaongoka wanne, ukaongoka mtaa, mabinti wa mtaa wakaongoka, kwa kuwa wewe una darasa lako nyumbani, unasomesha. Baada ya kusomesha ukaelewa, ukafa ukawaacha hawa mabinti katika misingi ya ilmu, uko kwenye kaburi lako. Unadhani Allah atakuacha hivi hivi? Unadhani kwamba Allah hatakuletea thawabu zako? Allah hatakupandisha madaraja yako uko kwenye shimo lako la kaburi? La, Allah atakupelekea, Allah atakupandisha daraja. Ilikuwa amali zako zimekufikisha hapa, na kadiri ile ilmu uliyoiacha inafanya kazi, unapandishwa madaraja tu, unapandishwa madaraja tu. Wallahi alazim, mpo katika khairi kubwa kabisa kina mama wa Kiislamu ambao wamechagua chaguo la kutafuta ilmu, chaguo sahihi, uamuzi sahihi. Naam. Kwa hiyo takaseni nia katika amali zenu zote za ibadat, ikiwemo amali ya wewe kusoma ilmu ya dini, kwa sababu al-ikhlas inakujalia unapata thawabu juu ya ilmu unayoipata. Uwe na ikhlas. Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah alipoulizwa masala ya ikhlas kwenye talabul ilm, akasema an tanwiya bil ilmi, ni wewe kunuia kwa ilmu, nafya al-jahli an nafsik, kujiondoshea ujinga katika nafsi yako. Hii pia ni ikhlas. Ama kusoma kwa lengo la wewe ukawafundisha wengine, haya ni marhala mengine. Baada ya wewe kusoma ukaelimika, ukaelewa, ukafahamu, haya ni marhala mengine. Lakini kwanza wanuilia kuondosha ujinga katika nafsi yako. Marhala kutoka kwenda kusomesha kwingine, hili huenda likawa kwa baadhi ya watu na lisiwe kwa baadhi ya watu wengine. Ni kwa mujibu wa kile alichokichukua, kapata fungu gani katika umirathi ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wasallam. Na kila ambapo kwamba unazidi kusoma, ndipo kila unapozidi kupatwa na hali ya kumhofu Allah subhanahu wa ta'ala, kama alivyosema Allah katika Qur'an, katika suratu Fatir aya 28,
inma yakhsha Allah min ibadihi alulama, hakika si vinginevyo wanamhofu Allah miongoni mwa waja wake ni wale wajuzi wenye ilmu. Lakini kadhalika katika njia yenu ya kusoma, akina mama, muombe kwa Allah subhanahu wa ta'ala awafikishe kwenye hii ilmu, awape taufik. Muombe kwa Allah awape taufik kwenye njia ya ilmu, kwa sababu baadhi salaf, baadhi ya wema waliotangulia, walikuwa wanaposali hawaachi kuomba dua kupitia aya hii ya 74 ya suratu Al-Furqan, rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lilmuttaqina imama. walikuwa wakisali baadhi salaf wanaomba kupitia hii dua ambayo ilisomwa na ibadur rahman, rabbana, ewe mola wetu mlezi, hab lana, tupe tunu sisi, tutunukie, min azwajina, kutoka kwa wake zetu, kama ni wanawake kutoka kwa waume zetu, wa dhurriyatina, na kutoka kwa vizazi vyetu, watoto wetu, tutunukie nini? Qurrata a'yun, tulizo la macho. Macho yetu yatulizane tunapowaona na kuangalia watoto wetu. Turuzuku hawa watoto ambao tukiwaona tunafurahi. Mtoto unamuona muda wa sala humhimizi, mtoto binti anatoka anavaa hijabu yake, mtoto amelazimiana na makarimul akhlaqi, mtoto amelazimiana na mahasinul a'mali, mtoto mwema mzuri anapigiwa mfano katika mtaa. Nani hampendi mtoto huyu? Kwa walikuwa wakiomba kwa Allah awatunukie kutoka kwa waume zao na wake zao matulizo ya macho yao. Waja'alna lilmuttaqina imama, na tujalie sisi kuwa ni viongozi wa wacha Mungu. Hii ndio mahali shahid. Hawezi mtu kuwa ni kiongozi kwenye dini ila kwa ilmu. Kwa hiyo hapa wamemuomba Allah awaruzuku taufiki katika njia ya kutafuta ilmu, kwa sababu ukishakuwa na ilmu utakuwa ni kiongozi. Kwa muombeni sana Allah subhanahu wa ta'ala awape taufiki katika njia yenu ya ilmu, lakini kadhalik awape taufiki kuwaheshimu walimu wenu. Hata kama huyo mwalimu wako anakuzaa, unamzaa, huyo mwalimu wako unamzaa, au huyo mwalimu wako mkorika sawa, huyo mwalimu wako ni kijana tu lakini ndiye anayekufundisha. Katika baraka za ilmu, wanasema wanawazuoni, katika baraka za ilmu ni kumwombea dua yule ambaye unastafidi kutoka kwake, awe mkubwa, awe saizi yako, awe mdogo wako, umuombee dua. Hii ni katika baraka ya ilmu, ni katika baraka ya ilmu. Na ametaja al-Imam Abu Abdullah al-Qurtubi rahimahullah kwenye kitabu chake tafsiri ya Qur'ani, Jami'u Ahkam al-Qur'an, amenukuu kutoka kwa baadhi ya wema waliotangulia kwamba amesema mmoja wao, inna min barakati al-ilm, hakika miongoni mwa baraka za ilmu, an yunsaba ila ahli, inasbishwe elimu kwa wenyewe. Kwa kuna masala fulani unayazungumza, sema masala haya aliwahi kuyasema shekhe fulani, maneno haya na yanukuu kutoka kwa shekhe wangu, alisema kadha wa kadha. Hili ni miongoni mwa baraka za ilmu. Wayutarahama ala qailih, na aombewe rehema msemaji wa masala hayo ya kiilmu. Hii linaingia kwenye baraka za ilmu. Ndio maana mtasikia watu wakiwataja ahlul ilm, mathalan amesema al-Imam al-Albani rahimahullah, ametakiwa rahma. Amesema al-Allama Muqbil bin Hadi al-Wadi'i al-Hamdani rahmatullahi alayhi, ametakiwa rahma. Qala al-Allama Ibn Baz, amesema al-Allama Ibn Baz
anasema rahimahullah. Hii ni katika baraka ya ilmu. Nilimsikia shekhe wangu fulani aliyekuwa hai, wanasema hafidhahullah wa barakallahu fihi, Allah mhifadhi ana fitna na mabalaa na mitihani ya kilimwengu. Hafidhahullah wa barakallahu fihi, na Allah ambarik fi ilmihi wa umrihi, ambariki kwenye ilmu yake, ambarik na wewe unavyomuombea ndugu yako, mwalimu wako kwa ghaibu, kwamba hayupo mahala hapo, kwamba labda yuko mbele yako, ndo waanza kumwambia barakallahu fik au barakallahu fi jazahullahu khaira. Lawa asingelikuwa usingefanya hayo. Wewe ukimuombea ndugu yako yeyote dua njema akiwa hayupo mahala hapo, basi kuna malaika analetwa juu yako hapo, anaitikia ile dua, anasema amin, na wewe nawe upate mfano wa hayo. Na ndio maana baadhi as-salaf, baadhi ya wema waliotangulia, mmoja wao alipokuwa akitaka kujiombea dua, basi hajiombei yeye, anamuombea ndugu yake, kama ya Allah nakuomba umfungulie ndugu yangu fulani milango ya khairi, umfungulie milango yake ya riziki, ya Rabbi nakuomba muondoshee madhila, ya Rabbi kadha. Akimwombea, yani anaitakidi kwamba akimwombea ndugu yake na haya anayomwombea ndugu yake anataka yaje kwake, basi anamwombea kwa ghaibu, ili Allah amtume malaika aitikie amin, alafu ile malaika aseme na wewe upate mithili ya hayo unaomwombea ndugu yako. Kwa hiyo yeye anakuwa kaombewa na malaika asiyekuwa na dhambi. Yeye huenda na madhambi yake huko, ana asbabi labda za kutokukubaliwa dua, lakini malaika anapokuja pale anasema amin walaka bimithli, amin, ewe Mola wangu wa haki, kubali asemayo huyu, na wewe unayeomba upewe mithili ya unayomwombea ndugu yako. Kwa hiyo katika baraka za ilmu, nasibisha ilmu kwa yule uliochukua kutoka kwake, kwamba alhamdulillah, fadlan za Allah, kisha ni shekhe wangu fulani, kama si Allah kisha al-akh al-sheikh al-fulani, huenda nisingelikuwa kwenye mazingira haya. Allah ibarik fihi, Allah ibarik fihi, Allah ambarik, Allah yajzi khaira, amlipe khairi, na mfano wa masaili kama hayo. Haya muyafanye kwa wingi akina mama, mkiwa ni wanafunzi kwa mashekhe zenu, na haya yanaingia kwenye baraka ya ilmu. Ukitaka elimu yako ingiwe na baraka, yafanye hayo. Lakini kadhalik mujitahidi akina mama katika njia yenu kutafuta ilmu, muwe na pupa na bidii. Kuwa na pupa na bidii ni jambo la takikana, ni jambo la takikana, alhirs. Ndio maana katika beti ambazo zanasibishwa kwa al-Imam Shafi'i rahimahullah, kwamba alisema akhi lan tanala al-ilma illa bi sittatin, ewe ndugu yangu hutoipata ilmu isipokuwa kwa mambo sita. Saumbika an tafsiliha bibayani, nitakuhabarisha kwa upambanuzi wake, kwa ubainifu. Dhakaun, uwe na akili kwanza, na kwenye akili tunasema ni riziki ya Allah, na Allah hugawa riziki zake anavyotaka yeye subhanahu wa ta'ala. Anaweza mtu akawa na akili kwenye masala fulani, akawa mzuri kwenye somo fulani, asiwe mzuri kwenye somo jingine. Hili lipo katika uwezekano. Akawa huyu ni mzuri katika fiqhi lakini mbaya kwenye tauhid, akawa mzuri katika tauhid akawa mbaya katika hadithi na elimu zake, akawa mzuri katika hayo akawa mbaya kwenye kustambit ahkam kwenye kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala. Huyu akawa mzuri kwenye lugha, akawa mdhaifu kwenye masala mengine. Kwa hiyo ukipitwa na masala fulani, naam, usikate tamaa, muombe Allah akufungulie, muombe Allah subhanahu wa ta'ala akufungulie, kwa kuwa yote haya yako mikononi mwake. Wa hirs, na uwe na hirs, uwe na pupa kama walivyokuwa nazo pupa hizo wema waliotangulia. Wajitihad, uwe na jitihada. Wabulgha, na upate cha kukuinua uti wako wa mgongo katika chakula.
wa suhbatu ustadh, na usuhubiane na mwalimu. Wengine wanasema wa irshadu ustadh, uendane na miongozo unayopewa na mwalimu. Mwalimu wako ndiye anayekufahamu, ndiye anayekujua. Kwa akikwambia ishia hapa, usiende hapa, ishia hapo. Akikwambia yarudie yale ya nyuma mpaka yakae sawa, ndipo utoke hapa uende huko, msikilize yeye. Yeye ndiye anayekufahamu. Wa irshadu ustadh, na usikilize mwongozo wa mwalimu. Wa tulu zaman, na upate muda mrefu kwenye kusoma. Upate muda mrefu. Na nyinyi alhamdulillah mmeanziwa kwa wiki siku 2, mmeanziwa hivyo kwa sababu ima ya kuangaliwa mtaitika vipi, au kwa sababu ya ima ya kwamba wengine wako kwenye shughuli zao. Lakini miongoni mwa mambo kwamba yanakupa wewe ilmu na maarifa ni kusuhubiana na ilmu kwa kitambo kirefu. Wa tulu zaman, na kitambo kirefu. Wewe leo huenda umemaliza labda masomo yako ya form 4, masomo yako ya form 6, au uko chuo, au umemaliza. Miaka mingapi umeitumia kwa ajili ya sekula yako? Umetumia miaka zaidi ya 20 kwenye sekula yako. Lakini kwenye dini una miaka mingapi? Bila shaka wengi wenu wako kwenye pungufu ya hayo. Kwa hiyo elimu ya dini hii, ili uwe bari'a, uwe mzuri, ni lazima ulazimiane nayo kwa kitambo kirefu. Lakini kadhalika muwaheshimu mashekhe zenu, muwaheshimu mashekhe zenu na maustadhi. Hivi ndivyo walivyokuwa wema waliotangulia, wakiwaheshimu maustadhi, wakiwaheshimu mashekhe zao. Naam, wakiwanyenyekea, unyenyekevu ambao haukupitiliza ukaingia kwenye al-ghulu kama wanavyofanya as-sufia. La, bali nyinyi mnawaheshimu heshima ile ambayo inaendana na mafunzo ya dini. Abdullah bin Abbas, sahaba mkubwa. Abdullah bin Abbas ni miongoni mwa masahaba waliokithirisha hadithi kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Abbas ni mfasiri wa Qur'an. Abdullah bin Abbas ni habrul umma, mwanazuoni wa umma wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pamoja na yote hayo, alikuwa na mwalimu wake katika masahaba akiitwa Zaid ibn Thabit al-Ansari radhiyallahu anhu. Jinsi alivyokuwa Ibn Abbas akimnyenyekea Zaid ibn Thabit radhiyallahu anhu, alikuwa akishika kile chuma kinachowekwa juu ya farasi ili kukanyaga yule anayepanda farasi. Anakikamata kile chuma ambacho anakanyaga shekhe wake Zaid ibn Thabit al-Ansari, kisha akisema Ibn Abbas, hakadha umirna an naf'ala biulamaina, hivi ndivyo ambavyo tumeamrishwa tuwafanyie wana wazuoni wetu. Na Ibn Abbas na huyu wote ni wanafunzi wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Huyu ni sahaba na huyu ni sahaba, na huenda katika fadhila za Ibn Abbas zikawa ni nyingi kuliko ambazo zimetajwa juu ya Zaid ibn Thabit, lakini bado Ibn Abbas anamnyenyekea Zaid ibn Thabit al-Ansari, anashika rikab ya mnyama wa Zaid ibn Thabit na anasema, hivi ndivyo tulivyoamrishwa tuwafanyie wanawazuoni wetu. Hawa ndio wema wetu waliotutangulia, hawa ndio ruwaza zetu njema ambazo sisi tunaziiga. Kwa hiyo kila mwanadada wa Kiislamu awe na tawadhu kwa shekhi wake, anyenyekee kwa yule ambaye anachukua kutoka kwake ilmu, ima ni ukhti mwenzake, ni dada mwenzake, ni mama, ni binti mdogo tu, lakini Allah akamjalia anafahamu ilmu ya mirath, lakini Allah amemjalia anafahamu ilmu ya kusoma Qur'an, anajua kusoma Qur'an kwa hukumu zake, kwa tajwid, anajua kuhifadhisha, anajua somo la tauhid, anajua somo la fiqh. Basi al-Imam az-Zajjaj tuliwahi kutaja moja ya kauli zake kwamba kwa yale aliyoyafanya Nabii Musa kuonesha unyenyekevu kwa mwalimu wake Al-Khadir, akasema haitakikani kwa yoyote kuacha kutafuta ilmu, in kana qad balagha bidhalika nihayatah wa in kana qad balagha nihayatah, hata kama atakuwa amefika ukomo mwa ilmu, haitakikani aache kusoma ilmu ya dini. Akasema
wa an yatawadha liman huwa a'lamu minhu, na anatakiwa amnyenyekee yule aliyemzidi, amnyenyekee yule aliyemzidi kwa chochote katika ilmu. Si amekuzidi katika hilo, wewe unahitajia kwake, nyenyekea kwake, kuwa ni mtiifu kwake, lazimiana na atawadhu. Hii ni katika sifa ya talaba alilm. Wakina mama wa Kiislamu, tusizungumze mengi, wakati umekwenda, ila ni himizo tu kwamba chaguo mlilolichagua akina mama nyinyi ambao mmejaza fomu kwenye msikiti wetu huu Masjid Aisha, kina mama msiozidi 160, msiopungua 140, wallahi alhamdu wal minna, ni chaguo sahihi na uamuzi mliouamua ni uamuzi sahihi. Mpo kwenye njia ambayo sheitani anaipiga vita. Kama tulivyosema, ilmu ya dini ndiyo njia kuelekea peponi, ilmu ya dini ndiyo njia ya kupata radhi za Allah, na mtu kuingia peponi jambo hilo la muudhi sheitani, mtu kuridhiwa na Allah jambo hilo halipendi shetani, kwa maana atakupigeni vita sana. Muombe Allah, ewe mwanadada wa Kiislamu, akupe thabat katika njia yako ya kutafuta ilmu, na akuruzuku ikhlas fil qawli wal amal, kwenye kauli zako na matendo yako. Innahu waliyu dhalika wal qadiru alayhi. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin.